Asanteni sana kwa uaminifu kwa Mungu. Basi nawakaribisha mara tena kwa siku ya leo, nikiwasalimu katika jina la Yesu Kristo mahala popote mlipo na mnaponitazama kuwa Mungu amekuwa mwaminifu tangia tulipokuwa pamoja hapa kwa hiki kituo, na leo Bwana ametujalia tena kusimama katika nafasi ya kueneza ujumbe wa Mungu katika maisha yetu, na nashukuru sana ni kwa sababu ya hata wale ambao ni wahusika katika kituo hiki na wenye mitambo. Bwana wabariki sana. Majina yangu ni Daniel Mutulili, na ninaomba tukawe katika kuendelea katika ujumbe ambao niliweza kuanzisha wakati uliopita tulipokuwa pamoja kuhusu kuwa positively consistent, ambao tuliona kwamba ni lazima mtu aweze kuwa na marudio ya mambo mazuri, ama kuwa na vitu ambavyo vinaimizika ama vinaimiza wengine katika matendo ambayo yanaonekana kwake siku baada ya nyingine. Na tulipokuwa tukitazama wakati ule mwingine tuliona kwamba ni lazima mtu ahitimu kwa vitu fulani ili aweze kuwa na results ambazo ni encouraging hata katika maisha yake. Na tukaona jambo la kwanza katika maisha ya kila mwanadamu ni lazima pawe na nafasi ya unyenyekevu na kuvunjika moyo mbele za Bwana, ili Mungu aweze kutusaidia katika kuwa na matokeo mazuri ya kila wakati mara kwa mara. Na hapo tukaona mambo mengi ambayo mtumishi wa Bwana, kitabu kile tulichokuwa tunazungumza cha Yoshua, vile Mungu alivyoona ya kwamba ameweza kuendelea sana kimiaka na ameweza kutenda mambo mengi ambayo yaliweza kuwa ni himizo. Leo naomba tukaendelee kutoka hapo, tuangalie jambo la pili. Ni nini hasa Mkristo ama mtu yeyote ambaye anatarajia kuwa na matokeo mazuri mara kwa mara anavyopasa kufanya? Ni nini hasa anavyopasa kufanya katika maisha yake baada ya kuwa mnyenyekevu, umepita huo mtihani? Jambo la pili, keep on learning. Kuwa mtu ambaye ni msomi. Keep on learning, never be a dropout in learning. Na tunaenda kuchukua ujumbe wetu katika kitabu cha Danieli sura ya 9. Danieli sura ya 9 mstari wa 2. Kuna mistari mingi ambayo tungesoma. Katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nilifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii na kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Mstari wa 3, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za mangunia na majivu. Baba, libariki ili neno lako. Wacha ukainuliwe katika hili neno, Mfalme, nitumie kama usemi, na kinywa changu Mfalme kikatoe uhai na uzima ambao Mfalme utatoka kwako katika maisha ya kila moja. Inuliwa na ubarikiwe katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Mahali ulipo ukisema amina, tutakuwa tunabarikiwa. Mahali hapo Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu Danieli aliweza kujua hesabu ya muda ambao wana wa Yerusalemu, wa Israeli, taifa la Mungu lilikuwa lina yale mapito ambao walikuwa wanapitia. Maana yule ambaye alikuwa mfalme aliweza kuteka nyara, Dario aliteka nyara mji ambao ulikuwa wa taifa la Mungu, na wote wakaingia katika hali ambayo ni ya kung'ang'ana kwa kipindi kirefu. Hakuna mtu ambaye alikuwa anajua ni hadi lini. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati Danieli alipokuwa anaishi hivyo, akajua yeye kuna mambo ambayo aliekeza, na ndani yake mojawapo hata yule ambaye alikuwa Nebukadneza aliweza kufahamu kwamba alikuwa msomi, alikuwa mtu ambaye anaweza kufafanua, alikuwa mtu ambaye anaweza kufahamu katika usomi. Na Danieli akasema ya kwamba katika ufumbuzi haitaji roho wa Mungu uweze kuwa kusoma na kuelewa, haitaji roho wa Mungu uweze kuingia na kukaa, haitaji
inahitaji Roho wa Mungu uweze kutambua vitu vyote. Inahitaji juhudi yako kama mwanadamu, maana uko na akili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Danieli, Biblia inasema kwamba mahali pale alivyoweza kupitia vitabu vyote, maana katika hiyo hali na mapito aliweza kuwa akiwa anajaribu kuwaza na kuwazua hii hali na matukio yetu yatafika mwisho lini. Na wakati ule katika kitabu cha Yeremia ukisoma mstari ule sura ya 25 mstari ambao ni wa 11, nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa haya watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Huyo ni Danieli anayezungumza, maana aliweza kupitia vitabu vyote bila kupuuza, maana alijua kwamba akili yake lazima iweze kuangalia, maana hajasikia Mungu akizungumza katika hicho kipindi, hajasikia Mungu akimuelekeza, lakini akasema kama Mungu amenyamaza, kuna juhudi ambayo tunafaa kufanya. Alipoingia katika vitabu hicho kitabu cha Yeremia akajua kwamba kumbe ilikuwa imeandikwa. Sura ya 29 hicho kitabu cha Yeremia, Biblia inasema hivi mstari wa 10. Maana Bwana anasema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawachilia nyinyi na kulitimiza neno langu jema kwenu na kuwarudisha mahala hapa. Bwana asifiwe. Huyo ni Danieli, bado anaendelea na kuperusi, anaangalia vitabu kujua hakika hivyo inafaa Mungu anyamaze ama kuna jambo tunalostahili kufanya ili tusonge mahali tulipo tukienda mbele. Danieli alipojua haya, alijua ya kwamba lazima tusome, lazima tuelewe jambo ambayo mambo. Nataka ningawanyishe hapo kuhusu kusoma ama kuendelea na kusoma. Nataka ningawanyishe sehemu mbili za katika kusoma. Jambo la kwanza ni kulisha akili yako na maarifa, feeding your mind with knowledge. Sababu watu wengi wamepuuza kusoma, wakaona ati ni kama kwamba Roho atakuwa na wainua na wapeleka mahala. Mungu anahitaji chombo ambacho kiko equipped ili anapoingia ndani yake aweze kudhibitisha ule usemi wake katika hicho chombo, katika maarifa. Bwana asifiwe. Na watu ambao wamesema masomo hayana maana, nataka nikuambia kwamba lazima akili ya mwanadamu ikuwe na kitu ambacho kiko ndani, ambacho Mungu akiangalia anajua kwamba huyu mtu ako na akili. Waswahili walisema akili ni mali. Bwana asifiwe. Nataka niseme hivi, it is simply refers to nurturing one's mind towards a goal. Kwa sababu ninajua kuna maono makubwa, lazima akili yako tayari ianze kujiandaa ili ukifikia yale maono ukue uko tayari, unajua kwamba niko stage gani katika safari yangu na katika hata ile ambayo ni hatima yangu niliyotazamia nikianza. Watu wengi wanasoma, wale ambao wanaendelea kusoma na kuambia tia bidii, usisome tu ukuwe na vyeti, soma ukuwe na akili ambao unaweza kuitumia wakati mmoja unapohitajika. Bwana asifiwe. Na ujuelewe ya kwamba there is the law of process in life. Lazima undevelop the growth day in day out. Hiyo yote itafanyika katika mawazo ya mwanadamu. Hiyo yote Mungu alitupa akili. Ndani yetu kunayo akili, ndani yetu kunayo roho, ndani yetu kunayo nafsi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usidanganyike kwamba uache masomo yote, uache ufahamu wote na ukae. Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna maarifa yanayowekwa katika akili ya mwanadamu. Unaona kwamba huyu ni mpendwa ambaye ameishi hivi, ni mnyamavu, lakini ikifika wakati wa kufanya mambo anakushangaza, aliyejua haji, kumbe aliinvest katika masomo maishani mwake. Usipuuze kusoma. Bwana asifiwe. Nataka nikuhimize na kukuambia nini? Wakati utakapokuwa umehitimu katika kuweka vitu vizuri katika akili yako, vitu ambavyo vinastahili katika akili yako, muda ambapo utakapojipata unafanya kazi ama unataka kuapply the knowledge in your mind, hautakuwa mtu wa kuchoka.
maana 70% of your effort itakuwa in the preparation process. Bwana asifiwe. Only 30% will be in the application, or it will be there in the performance process. Lakini unapata watu wengi wanaanza kung'ang'ana kutoka A to Z sababu hawana kitu ambacho wanafikiria vile ambavyo itakuwa. Wanajaribu kuunganisha vitu vingi waone kama vitafanya kazi. Bwana asifiwe. Tutoke katika hiyo ukasumba ambao ni wa kukosa ama kutojali kusoma, tuingie katika kusoma ili tunapoanza kufanya kile ambacho tunatazama ni kizuri, tuwe na wakati ambao ni wa kusema kwamba nikitokea ninajua nitakuwa na matokeo. Bwana asifiwe. Invest in your brain, invest in your mind, get knowledge that can be installed in your mind, my dear brethren. Bwana asifiwe. Ile kazi ambayo unafanya, najua wengi wameingia katika mji wa Nairobi, wengine ni machine operators, wengine hata wanafanya kazi ya ufundi mahali fulani, lakini wakiangalia vile technology inabadilika, mashini mingi zinatoka katika system, unaletea wengine, unaachwa haujui. Mungu amekuweka pale ukapata ile pesa kidogo ili akufungue akili yako uende shule ukasome, maana system zikibadilika utahitaji kucatch up. Bwana asifiwe. Usikae mahali pale unaoperate mashini moja, unakula pesa yote, akili yako imekaa kile ambacho ulifundishwa na yule ambaye alikuwa machine operator, hata hauna barua hata moja. Bwana asifiwe. Wakati zitatoka katika system itakuwa ni kuhangaika na kanisa litachekelewa kwa sababu tutakuwa tumekosa maarifa katika akili zetu. Bwana asifiwe. Najua kwamba umebarikiwa katika kipindi hicho. Failure is never generic. Bwana asifiwe. Failure, the trademark of failure is lack of knowledge. Asifiwe Bwana. Kama hauna maarifa ndani yako, failure will be imminent. Failure will process itself. Ukikaa ukose maarifa, ukikaa ukose jambo ndani yako, utakuja kushangaa kwamba umekuwa failure. So remember, failure is never generic. The trademark of failure is lack of knowledge in your mind. Bwana asifiwe. Jambo lile lingine, kwa sababu tunataka ukuwe mtu ambaye ulifanya hili jambo jana, leo tunaona unalifanya vizuri, kesho tunapotazama tuna uhakika kwamba utalifanya vizuri. Lazima baada ya kuinvest in your mind, now invest in knowledge in your spirit and in your soul. Bwana asifiwe. What is it that I'm speaking about when I'm talking about investing the knowledge in your mind, in your spirit and in your soul? I'm talking about the belief system in dear brethren. Kunayo hata ile imani iliyo ndani ya watu wengi ambapo naangalia unaona kwamba ni imani inayotingizika, maana hawana mwelekeo. Unaona mtu ni huyo ni msomi mzuri, mtu ni huyo ni profesa, lakini ukiingia utampata ametoa viatu kwa mganga, anangojea apewe jawabu, na mganga ana cheti chochote, lakini yeye ako na vyeti vyote vinavyoitimiza ile profession yake. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Romans, kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2 unasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kupendeza na ukamilifu. Bwana asifiwe. Baada ya kusoma, unajua watu wengi wamesoma na wakaacha Mungu sababu wamesoma. Watu wengi wamesoma na wakakuwa watu ambao hata Mungu akiwahitaji hawapo tena. Ni kama Mungu anang'ang'ana kuwafikia. Nataka nikwambia kwamba wakati umesoma, umeinvest your knowledge, wakati ambapo umeinvest knowledge in your brain, lazima ujue kwamba kunayo the spirit, the belief
system in you. Kule kuamini ambao kuko ndani ya wengi, kule kuamini ambao kumekaa kukisumbua watu wengi, unapata mpendwa anasema kwamba mimi nimesoma kile ambacho ninacho, na mimi ni mzima, ninaweza fanya lile ambalo najua, maana niko na vyeti vyote. Hayatosha kuwa na vyeti. Lazima kuwe na belief system in everyone's life to succeed. Kile kitabu cha Zaburi, Biblia inasema hivi, sura ya 8 mstari wa 9, wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Hakuna dunia ambayo haina uaminifu wa Mungu. Hakuna dunia ambayo haina utukufu wa jina la Mungu. Mahali ambapo hata wengi wanaenda kusomea, utukufu wa Mungu umekaa mahala pale. Wamezungukwa na nguvu ambazo hawajui ni zipi zinazowapingania wapite mtihani, lakini wakipita wanaona kuwa ni kama wamemaliza. Utukufu wa Mungu utaenda kupata katika ofisi ya kufanya kazi. Utukufu wa Mungu utaenda kupata pale ulimwenguni baada ya kusoma. Ili uelewe ya kwamba lazima uinvest in the spirit and in the soul. One, you must keep on nurturing your spiritual awareness. Keep on nurturing. Najua ni jambo la kushangaza sana katika kanisa ya leo. Watu wengi walikuwa na juhudi ya kwenda kanisani wakiwa chini ya wazazi wao, wakiwa Sunday school. Hata sasa unaona wengine hata wanajaribu kuangalia kalenda zao since walipokuwa kanisani, ni kama Januari na Disemba imefika. Lakini wakati ulipokuwa katika Sunday school, ulikuwa unajaribu kila vile unavyoweza. Hata wengine tulipewa zawadi za kuwa katika Sunday school 52 weeks in the year. Bwana asifiwe. Lakini sasa umekuwa ni kama unang'ang'ana kufika katika ibada, unang'ang'ana kusimama mbele za Bwana, unang'ang'ana kuambiwa twende kanisani. Hiyo ni kumaanisha kwamba there is less knowledge in your belief system about who God is, who is the helper of men. Bwana asifiwe. We must keep on knowing God's dimensions once we keep on believing on him or in him. God's dimension. Mungu alikufanyia nini? Unajua wakati Musa alipotembea na Mungu, alimuita Ebenezer, my banner. Ibrahim akatembea na Mungu, wote walimpa majina mazuri. Wewe ni nini ambacho mbali na kule kwa uliona Mungu ukiwa Sunday school, sababu ulikuwa chini ya wazazi wako? Ni lini ambapo uliposimama ukasimama na neno la Mungu hadi ukasema huyu Mungu sitamwacha, aliniponya, alinitendea hili jambo? Hiyo ikaimiza your spiritual awareness hadi kiwango ambacho nasema kwamba hata mnikate vidole vyote Mungu sitamwacha. Bwana asifiwe. Watu wengi wanabadilishwa na injili potofu sababu their belief system is never stable. They don't have the knowledge about what God can do in their lives. Wengi hata sasa wanatafuta God for us. Can I remind you of a simple boy called Joseph? Joseph alituma tu jamaa aliyembadilishia ama aliyemtafsiria ndoto, akamwambia ukifika kwake Farao, wewe enda ukamwambie mimi sikuwa mbaya, enda ukamwambia hata mimi nimeshikwa bure. Alipofika mahali pale alisahau. Yusufu hakufika kwa God Father yeyote, lakini mradi alituma mtu, alijua my application is on the table before the king, and anytime the Lord is ministering, the Lord is also monitoring the document. Haikuchukua mtu. Siku moja alilala akiwa mfungwa, kesho aliamuka karibu na meza ya mfalme. Bwana asifiwe. Yule ambaye ni yule mlemavu in the beautiful fool, wale ambao amekaa mahali pale, kitabu kile ambacho ni cha Luka mtakatifu sura ya 5 mstari ambao umenakiliwa mahali pale, Biblia inasema ya kwamba yule mgonjwa akajibu akamwambia, Bwana mimi sina mtu, sema God Father, mimi sina mtu wa kunitia mbirikani maji yanapotipuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine huingia. God does not need God Father, but if you know you are blessed and what you are supposed to do at the right time, then the Lord will come to you. Bwana asifiwe. Naomba ya kwamba tukaweze kuelewa ya kwamba kuna mambo ambayo watu wengi wametazama kujiona kwamba
sijui itafikaje, sijui itawezekanaje, lakini Mungu anaweza. Mungu anaweza. Invest in knowledge, my dear brethren. Invest in knowledge. Never assume knowledge. Never assume your belief system. Never assume your mind system. They all work, they all cooperate, and God is ready to help you. Vile nilitangulia kusema, majina yangu ni Daniel Mtulili. Metoka JCC Makandara, kiwa Njogoo Road, Hamza, kuna Hamza Road. Naingia na hiyo Hamza Road. Junction ya kwanza on your left, achana nayo, usiingie nayo. Ingia na ya pili on your left. Utaona bana ya JCC pale, kuja hapo. Na kukaribisha sana katika ibada zetu. Uweze kufika hapo, umuone Mungu na uweze kumshukuru Mungu. Wacha tukaweze kuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema kwamba wewe ni mwema na mwaminifu. Mfalme wasio na maarifa, Bwana wa majeshi, ambao ni wana wako wanaitanishwa na jina lako. Neno lako linasema kwamba hakika wanapotea kwa sababu ya kukosa hayo maarifa. Mungu, naomba wana wako ambao wamesikia ujumbe huu wasipuuze masomo katika kiwango cha mawazo yao, katika kiwango cha akili zao. Wasipuuze masomo kukujua wewe jinsi ulivyo, katika imani ambayo Bwana wa majeshi hupatikana katika kusikia neno lako. Mungu, wacha ukawasaidie wanaposimama, Bwana wa majeshi, wakaone ukuu wako, wakaone nguvu zako, wakaone ushindi wako, wakaone rehema zako maishani mwao. Pasije pakawa mmoja ambaye atakayeekeza katika maarifa, ambaye Bwana anagaramika, Bwana wa majeshi, akapate kupotelea. Mungu, mbali ukasimame naye, ukamwonyeshe huruma, ukamwonyeshe rehema zako na nguvu zako zikatawale maisha yake. Wacha Bwana ukawabariki wasikilizaji wote, Bwana wa majeshi, walipo, Bwana wa mabwana, baraka zako ziandamane pamoja nao. Waweke Bwana wakashuhudie ukuu wako maishani mwao. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shalom.